Ndio tulikuwa tukisubiria kwa muda mrefu kwenye ule mchakato wa urejeshwaji wa miili ya mateka. Tulikuwa kuna kipindi ilikuwa ni mfululizo, baadaye kwa umebakia mwili mmoja na ukawa kama kuna ukimya hivi. Sasa jeshi la Israeli linasema limefanikiwa kupata mwili wa mateka wa mwisho aliyesalia huko Gaza. Ilikuwa ikimtafuta Sergeant Mkuu Rani Griff tangu makubaliano ya kusitisha mapigano ya Hamas yalipoanza Oktoba. Hamas ilikusudiwa kuwarudisha mateka wote walio hai au waliokufa ndani ya saa 72 baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano hayo, lakini huo mwili mmoja ulikuwa bado. Jana Israeli imethibitisha umerudi. Yes, na jana ndio imekuwa ni taarifa kubwa sana kune viunga vya kule Tel Aviv na mitaa ya Haifa kwamba mwili wa mateka umeweza kupatikana. Na hii ukitazama Mtei, kwa nini muhimu? Kwa sababu ilikuwa Israeli ilikuwa bado wameka blockade katika kituo cha Rafah, kwa sababu katika ule mpango ambao alikuja nao Trump wa hatua 20 kuweza kumaliza mzozo wa Gaza ambao aliusaini katika nchi ya Misri, hoja kubwa ilikuwa inatajwa na Israel na Netanyahu kwamba lazima miili yetu yote iweze kutafutwa. Kwa mwili ambao uko umebaki ni huo mmoja. Na hii vile vile inaonyesha vile vile sasa katika ile body piece ambayo imeizindua Trump, ambayo itakuwa na mpango kuja kuijenga Gaza sasa hivi, kwa sababu vikosi vya Israeli vipo zaidi ya kilomita 50 ndani ya Gaza. Kwa sababu mpango wa kwanza alikuwa viweze kutoka interior ndani ya Gaza paka kilomita 50, lakini Israeli wakasema kwa tutakaa pa kilomita 50, lakini paka mateka wetu wote tuwapate ndio tutatoka zaidi katika nchi ya Gaza, katika eneo la Gaza. Kwa hiyo sasa hivi ni kwamba baada ya mwili kupatikana, Israeli wataondoka kwenye Gaza yote ambayo ilikuwa inaikalia takribani mwaka mmoja. Lakini cha pili, kitu cha msingi ni kuenda kufunguliwa kituo cha Rafah. Ambacho kituo ni mpaka kati ya Misri na eneo la Gaza. Unafahamu kwamba Gaza ni eneo ambalo lipo karibu zaidi na nchi ya Misri, utazama. Kwa sasa na hicho kituo ndio kinahitajika kupitishwa misaada ya kibinadamu. Kwa hiyo Israeli kuna ameweka blockade wanajeshi wake, misaada ya kibinadamu haiwezi kupita, lazima kwanza tuweze kupata mateka wetu. Kwa hiyo familia ambayo ilikuwa inamsubiri mateka mwili wao umepatikana jana, na imefanyika operation kali sana kuwataka Hamas waweze kumtafuta au kuweza kutafuta huo mwili. Unafahamu kwamba katika eneo la Gaza majumba yameharibika sana. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi kuweza kujua kwamba huu mwili umezikwa wapi katika eneo gani. Lakini Netanyahu na jeshi lake la IDF walikuwa wanalazimisha kwamba lazima tuweze kupata mwili wetu ili tuweze kurudishia familia zao waweze kufanya taratibu mbalimbali za maziko. Kwa hiyo jana tumeshuhudia Netanyahu ameendelea vile vile kupata ile political marriage, yani ule umaarufu wa kisiasa na ajenda za kisiasa kuhakikisha kwamba anaweza kurudisha mwili wa mateka mmoja. Na hii inahitimisha katika jumla mateka wale katika miili 27 ambao ilikuwa inashikiliwa katika eneo la Hamas. Kwa hiyo sasa hivi katika mpango ambao umesainiwa juzi na Jared Kushner, mwenyekiti ni Trump, Tony Blair, Steve Witkoff na ukimtazama Marco Rubio. Sasa mpango sasa hivi ni kwamba majeshi ya Israeli yatatoka ndani ya Gaza, hiyo moja. Lakini cha pili sasa unakujwa mpango wa kuweza kuijenga Gaza tena. Kwa sababu tunafahamu kazi kubwa ya Body of Peace ni mkakati maalumu wa amani, lakini mkakati huo unaenda kuijenga Gaza upya. Na zinachangishwa zaidi ya dola za Kimarekani milioni 25, na kila nchi inatakiwa iweze kutoa bilioni 1 dola za Kimarekani. Kwa sasa hivi nchi za Kiarabu ambazo zimesaini kile kinachoitwa Abraham Accord, mkakati wa kuweza kunormalize, kuweza kuondoa uhasama kati ya Israel na nchi za Kiarabu, sasa hivi hapo katika mpango wa kuchangisha. Kwa hiyo imekuwa ni taarifa kubwa sana, cha kwanza kwa watu wa Gaza wenyewe, kwa sababu misaada sasa hivi itaenda kupita kuwafikia. Lakini cha pili, zile nchi za Misri, kutazama Qatar, kutazama Saudia ambazo zilikuwa zinaishutumu Israeli, ameweza kufunga mipaka. Kwa hiyo baada ya miaka miwili ya vita, watu wa Gaza wanaenda kuishi, of course hawana nyumba zote zimeharibika, wanaenda kuishi wakiwa hawana udhibiti wa majeshi ya IDF na majeshi ya Israeli, kwa sababu kile ambacho walichokitaka wameweza kufanya kukipata. Lakini mpango vile vile wa Body of Peace ni kuhakikisha kwamba watu wa majeshi ya Hamas yananyang'anywa silaha moja, lakini mpango wa pili ni kuweza kuondoa ile dhana ya itikadi kali
ambayo wanayo katika watu wa Gaza ambao naamini kwamba Hamas ni harakati za kisiasa za kuweza kupigania maslahi yao na kuweza kukomboa nchi yao katika wale ambao wanaitwa walowezi ambao walikuja mwaka 1948. Haya bana, na wewe endelea kutuandikia maoni yako kupitia 0683802966 kwa wale ambao tumeendelea kuyajadili hapa, lakini pia tuandikie comment yako kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube na mambo yatakuwa mazuri kweli kweli. Morning Express. Tumalizie na hili ambalo mimi kama naona lina mfanano na tuliwahi kuzungumza awali wakati wa sakata la Marekani na Venezuela. Jana tulizungumza hapa kwamba kinachofanyika na jeshi la Marekani sasa kusogea karibu na Irani kinafanana kabisa na kile cha kusogea kipindi kile wakati wanaivizia Venezuela ndio. Kuna hofu kubwa huenda ikatokea lolote. Na Marekani hawasemi kitu, wenyewe wanasogeza wanasogeza vifaa vyao, wanasogeza jeshi lao, wanazunguka maeneo karibu na nini, na Irani inajipanga. Kwa hiyo ni kama inatafsiriwa kama Marekani kuna kitu inataka kufanya. Swali zuri sana Mtei, na umejenga hoja nzuri sana. Unajua tulisema hapa siku moja kwamba baada ya Maduro kusaini mkataba na Wachina, mkataba wa kuweza kuwauzia Wachina mafuta na gesi kwa kutumia